Mtoto wa askari analipiza kisasi kwa mtu aliyekuwa ameweza kumuua mama yake baada ya miaka 6 kuweza kupita. Bana, naam, basi hii hapa ni ile movie yetu tuliyokuwa tunaendelea nayo, na hapa tupo katika episode ya pili. Hii inaitwa Hellbound. Sasa tunaendelea pale pale tulipokuwa tumeweza kuishia. Tuliishia katika sehemu ambayo huyo Miss Park alikuwa ameweza kumfuata huyu mwanasheria. Alikuwa anahitaji angalau basi aweze kupewa ule ulinzi kwa kile ambacho alikuwa anaamini kwamba kwa hivi sasa ni hali mbaya katika maisha yake. Alikuwa ameshaweza kumueleza kwamba alishaenda pia kwa yule Chairman Jung, na Chairman Jung alikuwa pia ameweza kumwambia siri nyingine. Wanatamani kuweza kufanya live stream siku ambayo huyo askari kutoka huko kuzimuni atakapokuja kumchukua hapa duniani. Sasa mwanamke huyu baada ya kuweza kuambia huyu mwanasheria wa kike, inamaanisha kwamba Mrs. Min alikataa kabisa lile jambo na kusema kwamba jambo ambalo la kishenzi sana. Ila Mr. Park ambaye pia ni mwanasheria pale pale akasema kwamba jambo ambalo ni nzuri, na kama hiyo pesa tutaweza kuipokea itakuwa ni jambo ambalo la kipekee sana, kwa sababu watoto wako wataenda kuishi maisha ambayo ni mazuri sana. Ila huyu mwanasheria Min alikuwa anaona kwamba hili jambo ni jambo ambalo la kishenzi sana, hawezi kubali mteja wao aweze kuingia katika mtego huu. Sasa wakatoka pale nje na kuanza kudiscuss. Mrs. Min anasema kwamba hili jambo unalichukuliaje wewe? Au unaona kama vile ni jambo ambalo la kawaida? Watu kadhaa wameshaweza kufa. Je, na huyu hapa akienda kufa kupitia hiyo style? Sasa naye pia huyu mwanasheria wa kiume anasema kwamba hili ni jambo ambalo pia la kipekee. Kama akiweza kuipokea hiyo pesa, watoto wake wataenda kuishi maisha mazuri hata kama hata kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo mimi naamini kwamba ni jambo ambalo ni nzuri, lakini ni TV gani ambayo itakubali kuweza kufanya live stream kwa upumbavu wa namna hii? Je, huyu mtu anatuonaje kwa mfano? Sasa huyu mwanaume aliamini kabisa kwamba hiyo live stream iweze kufanyika. Basi Mrs. Min mwanasheria aliamua basi kuweza kumruhusu mwanasheria mwenzake aende kukubaliana na huyo mteja wao. Mteja akapewa taarifa kwamba wameweza kubali kwamba angalau hizo bilioni 3 waweze kuzipewa kupitia Chairman Jung. Basi katika upande mwingine huko tunaonyeshwa kwamba kumbe bana Mrs. Min, yani huyu mwanasheria alikuwa anaishigi na mama yake huko nyumbani. Alivurudi zake nyumbani amemkuta mama yake mzazi anakula fegi. Kumbe mama yake mzazi Mrs. Min alikuwa na changamoto ya kansa ya kifua, kansa ya mapafu. Aliweza kumshutumu pale kwa ujinga aliokuwa anaufanya. Sasa mama yake anasema kwamba hata kama nisipovuta nipo karibuni kwenda kufa. Basi akamwambia, mwanangu, kwa nini leo unanikoromea hivi? Mtoto anasema kwamba sipo sawa, kuna jambo ambalo si zuri limeweza kutokea. Anasema kwamba watu wengi wanasema kwamba sasa hivi dunia imeweza kubadilika, kwamba kuna matukio ambayo Mwenyezi Mungu anajaribu kuweza kuadhibu wanadamu kupitia askari wake wa kuzimu. Mama yake mzazi akamwambia kwamba mimi mwenyewe binafsi nishaweza kumuonaga huyo askari wa kuzimu ambaye alikuja pale katika eneo la kitanda changu siku ambayo nimeweza kugundulika kwamba nina kansa ya mapafu. Mtoto huyu aliweza kumwambia, hivi ni kweli mama? Mama yake anaambia ni kweli, lakini nina furaha kwamba naenda kufa, lakini wewe mwanangu upo hai na unazidi kutabasamu. Hebu jione ulivyo mtu wa kipekee sana katika maisha yangu. Basi siku yao ilienda kuwa poa sana, lakini huku kwake Mrs. Park hali ilikuwa si nzuri. Usingizi ya upande mzee, yani yeye ni kulia tu. Anajiuliza kwamba je, endapo kama huyo shetani akija usiku huu? Mara kwa mara alikuwa anajiuliza hayo maswali kwa sababu alikuwa aamini kwamba itakuwaje siku ambayo mimi nitakufa. Sasa huko kwa upande mwingine tena tunamuona bana huyu Chairman Jung alikuwa anaitazama ile video, alikuwa anairudia kiasi cha kwamba anashindwa kuelewa kwamba nini ambacho huyu mwanamke kilikuwa kimeweza kumfanya mpaka basi huyu pepo akaweza kumfuata. Huko katika kituo cha polisi huku hivi, mmoja kati ya mfanyakazi detective aliambiwa na bosi wake aende kumletea ripoti. Ameenda akaprint ripoti na kisha akaileta katika kikao. Bosi baada ya kuweza kuiangalia ile ripoti pale pale, alipoiangalia akashangaa kuweza kuona kwamba katika ile ripoti inasemekana kwamba walipopima DNA, yule mtu aliyokuwa ameweza kumkuta pale chini hakuwa yule ambaye alikuwa anamwamini kwamba hapo awali ndio alikuwa ameweza kuchukuliwa. Sasa akasema kwamba hii ni ripoti ya namna gani wakati watu wote pale wameweza kutazama kabisa kwamba mtu ameuawa na kisha baada ya kufa akaweza kuwashwa kabisa moto pale pale. Nyakati hizo akamwambia polisi wenzake wote waweze kuzima simu zao, lakini detective Yugong yeye kuzima simu yake bana. Pale pale akapokea simu kutoka kwa lawyer, yani Mrs. Min, akamwambia kwamba kuna jambo ambalo si sawa kwa mwanamke mmoja ambaye anaitwa Mrs. Park, tunapaswa uweze kulifuatilia huko nyumbani. Sasa kumbe huko nyumbani mtaani bana, naye huyu bwana mkubwa yani Chairman Jung alikuwa na washirika wake pale, walikuwa discuss kwamba mnaonaje kwamba katika mtaa tuweze kununua angalau nyumba watu waweze kukataa. Kipindi hicho wakakutana pale hivi pamoja na detective Yugun pamoja na mwenzake Yumpyong, wakakutana naye pale na kisha akamwambia kwamba vipi unafanya nini huku? Akamwambia kwamba mimi niko hapa nataka niende kuongea na mtu mmoja alikuwa ameweza kuona pepo katika usiku wa jana. Sasa hili lilikuwa ni lengo kwamba katika siku ya leo wanatamani waende kusaini mkataba. Kipindi ambacho anatembea
akamwambia kwamba hivi unaionaje hii hali inavyozidi kuendelea? Yani huyu askari anajaribu kuweza kumuuliza, na je, kama ni binadamu wanaifanya haya mambo yote, je, utakuja kusemaje mbele ya Mwenyezi Mungu? Sasa huyu Chia Mang-jung yeye huaga anajiita kama vile mchungaji. Sasa anasema kwamba kama ikiwa ni mwanadamu kweli, nitaamini kwamba huyu mwanadamu ni mwanadamu ambaye ni mwema sana. Sasa kipindi ambacho anapanda pale juu, hapo anaweza kukutana pia na lawyer, yani mwanasheria. Na mwanasheria huyu akamwambia kwamba, je, kama kweli ni mwanadamu kama ulivyokuwa unasema na tukaweza kumkamata siku moja, unadhani kwamba sheria itaweza kumwacha? Kwa sababu tunaamini kwamba haya matukio Mwenyezi Mungu kwa nini ayatende tu hapa Korea? Huyu mchungaji anasema kwamba haya matukio yanatokea hapa kwa sababu moja tu, Mwenyezi Mungu ameamua kuweza kuiokoa Korea. Sasa wakaamua kuweza kuzama ndani. Kipindi ambacho basi wamezama huko ndani, lengo lao katika siku ya leo ilikuwa kuja kusaini mkataba, na mkataba huu ulikuwa ni mkataba wa kipekee sana. Mkataba wa kufanya live stream siku ya kifo chake mwanamke huyu. Sasa mwanamke huyu alikuwa mjanja sana. Akaweza kuandalia hao maaskari chai yao ya kipekee sana, na kisha akaenda basi kukutana na hao miamba. Pale mwanasheria alikuwepo, wanasheria wawili, na kisha baada ya wanasheria pale tunaonyeshwa kwamba hata naye bwana mkubwa yani Chia Mang-jung alikuja pale na mtu wake. Huko ndani ya chumba watoto wao wawili walikuwepo kule ndani, Ayul pamoja na Yul. Sasa wote wawili, mmoja wao alikuwa ni mjanja sana, yani kaka yake huyu Ayul alikuwa mjanja, alikuwa anasikiliza maongezi yote katika lile eneo la sebleni. Sasa walipokuwa wanaongea, mtoto alikuwa anawasikiliza, na mama yao mzazi kutaka kabisa mtoto wake aweze kuhusishwa na hili jambo. Sasa Chia Mang-jung ambaye ni mchungaji huyu alifanya mjanja sana, akaanza kuwaulizia watoto wako wapi? Mama akasema kwamba wako ndani, sijataka waweze kuhusika katika hili jambo. Akasema kwamba mngefanya angalau basi tuje hapa tuwaone, lakini akasema nimewatania tu, ni jambo tu la kawaida. Lakini pia akasema kwamba je, mkataba wote unaosaini hapa lazima niweze kulipa pesa yote hapa? Mwanasheria akasema kwamba unaweza kulipa robo 3 au nusu katika mkataba huo, na hatuwezi kufanya hiyo live streaming bila wewe mwenyewe binafsi kuweza kulipa. Basi alikubaliana yeye pamoja na mtu wake waweze kusaini ule mkataba, na baada ya kusaini akaanza kumhoji huyu mwanamke maswali. Akamwambia, watoto wako naona bana wako wawili, na katika hichi chumba sijaona picha ya baba yao, vipi baba yao yuko wapi? Huyu mwanamke akasema kwamba baba hayupo na wala kwa hivi sasa sijawasiliana naye. Sasa huyu mwanasheria akaambia kwamba upasi kujibu kila kitu. Pale baada ya pesa kuweza kutumwa, akaambiwa kwamba aweze kuangalia kwenye akaunti yake. Baada ya kuweza kuangalia, basi akasema kwamba ipo sahihi. Sasa akawa anazidi kuchunguza pale ndani. Huyu Mrs. Park alikuwa na mashaka sana. Sasa huyu naye chairman ambaye ni priest akawa anazidi basi kumshurutisha huyo mwanamke aizidi kuongea maneno mengi kuhusiana na familia yake. Lakini huyu wakili yani maanisha kwamba mwanasheria alikuwa mjanja sana, hakuhitaji kabisa huyo mwanamke aweze kuongea zaidi. Hasa kipindi ambacho mama yake mzazi yule mtoto alivyokuwa anasikia namna ambavyo alivyokuwa anaulizwa kuhusiana na baba yao, basi akatoka nje kwa hasira. Mtoto alipotoka nje kwa hasira akamwambia kwamba mama yangu hajafanya jambo la aina yoyote, naomba muelewe, na naamini kwamba mwanamke huyu hana makosa. Mtoto aliongea kama baba katika familia, mtoto wa kiume ni wa kiume tu. Basi mama yao aliamua kuweza kumrudisha ndani, na kisha akaambia kwamba waheshimu watu wazima kipindi ambacho wanaongea, sihitaji kabisa uweze kufanya jambo la namna hii tena. Kisha akatoka pale nje. Akapiga magoti. Mwanamke huyu anaamini kwamba huyu priest ni mtu ambaye anaiona future. Anaamini kwamba kama baba yao mzazi angekuepo hapa, basi inasemekana kwamba baba yao mzazi ndio chanzo cha mambo yote haya mpaka mwanamke huyu ametabiriwa kwenda kuzimu. Basi mama akapiga magoti na kuanza kulia sana. Anaomba angalau huyu mchungaji aweze kusema neno kuhusiana na familia yake. Mchungaji akasema kwamba chanzo cha mambo yote haya ni mume wako. Mama alibaki pale analia kinoma noma. Yaani hali yake si nzuri. Basi wakatoka pale nje baada ya kuweza kusaini ile mkataba, na kisha wakapanda gari. Na hapo tunaonyeshwa kwamba huyu mwanasheria alikuwa ameweza kupata majibu ambayo katika siku ya leo alikuwa na mawazo nayo sana. Hakuwa anamwamini kabisa mtu huyu. Hata naye Mr. Park aliongea maneno akasema kwamba hivi mnadhani kwamba kuna TV yote ambayo itajaribu kuweza kufanya kitendo cha namna hiyo? Sio kitu cha kipekee sana hichi. Tunaonyeshwa kwamba Yugun aliweza kutembea mbele, Mr. Park aliweza kutembea mbele, lakini pia huyu wakili yani mmesha kwamba mwanasheria naye alitembea mbele. Kipindi ambacho wana discuss pale, huyu Yung Pyong alikuwa kama vile anajisikia vibaya namna ambavyo watu wao walivyokuwa wanamsema kiongozi huyu. Inavyoonekana kuna kitu ambacho hajapendezwa nacho. Ngoja tuendelee, tutajua tu huko mbele. Sasa baada ya pale usiku wa manane tunaonyeshwa kwamba huyu mtu wa live stream anajiita Arrows Heads. Huyu ni mmoja kati ya mtu ambaye mara nyingi zaidi amekuwa akitoa taarifa kwa kina. Hasa katika siku ya leo amekuja na mambo mawili ambayo mambo haya ni kuhusu mwanamke huyu
anaitwa Mrs. Park. Sasa kuhusu Mrs. Park alikuwa anajaribu kuweza kuongelea watoto wake, lakini pia anasema kwamba leo kuna surprise kabla ya tukio la kipekee, yani ile ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kulipanga. Sasa lile ambalo Mwenyezi Mungu amelipanga ni nini? Anamaanisha kwamba kifo cha mwanamke Mrs. Park. Watu wengi sana walikuwa wanazidi kuangalia ile live stream mitaa mbalimbali. Yani anamaanisha kwamba lazima watu wote ndani ya mji uende kutikisika. Utazani Mange Kimambi huyu. Sasa baada ya muda tunaonyeshwa kwamba kuna mtu alikuwa anatumia laptop yake akiwa nyumbani, na mtu huyu akacomment kwenye zile chat, na hapo huyu kiongozi wa ROAds akasema kwamba tuna taarifa mpya jamani. Akasema kwamba tena kwa mara nyingine tuna taarifa mpya. Alifurahi kinoma na kisha akasema kwamba kumbe bana Mrs. Park ana watoto wawili na wote wawili ni baba tofauti, na ndio maana basi Mwenyezi Mungu ameweza kumwadhibu. Nani alikuwa ameweza kutuma zile taarifa? Alikuwa si mwingine, alikuwa ni Yung Pyong. Akawa anatamka kwamba ROAds inamaanisha kwamba na huyu ni mmoja kati ya mtu ambaye anashabikia hao vijana wa ROAds. Sasa huku nyumbani huku hivi tunaonyeshwa kwamba bwana mkubwa Yugun alifika zake mpaka pale nyumbani, na kisha alipofika nyumbani akawa anashangaa kwamba nyumba ilikuwa imetulia sana. Anasema mtoto leo hayupo. Hapo akaanza kumpigia. Alipopiga simu mtoto anamwambia kwamba nipo kwa marafiki zangu katika siku ya leo, asubuhi ya kesho kuna mtihani kwa unajisomea. Mzee akamwambia sasa kwani upo mpaka huko saizi? Mbona kama mimi sina amani? Mtoto akasema kwamba usijali baba. Akamwambia wewe rafiki yako ni nani? Akamwambia kwamba hautamjua. Mzee alipata mashaka sana. Kulingana kwamba mzee anatamani sana mtoto wake, yani azidi kupata mapenzi yale ya mama yake, endapo kama angekuepo hai, basi alimruhusu mtoto wake abaki huko azidi kujisomea. Sasa kuna mtu alikuwa basi ameingia pale ndani, na huyu si mwingine, alikuwa ni yule Chairman Jung. Huyu ni mtu ambaye si wa kawaida, ana jambo lake la kipekee. Akamwambia kwamba nashukuru sana. Yani anamshukuru mtoto huyu akije kuweza kudanganya. Na huyu mara nyingi zaidi anasema kwamba watu wasitende dhambi. Baada ya kusema lile jambo akamuuliza, "Hebu niambie kuhusiana na mama yako." Mtoto huyu anasema kwamba katika kifo chake tukio ambalo limeweza kutokea, sababu ilikuwa ni mimi. Huyu jamaa akamwambia, sababu ilikuwaje?" Akaanza kuelezea. Akamwambia kwamba siku hiyo kabla ya kifo mama yangu alinituma niweze kumpelekea baba yangu nguo zake huko kazini, kabla ya baba kuweza kurudi nyumbani. Lakini kwa bahati mbaya kwa barabarani nilikuwa nimeanza kama vile kusahau, na kisha nikarudi nyumbani bila kuweza kumpa baba zile nguo. Niliporudi nyumbani pale mama alinipokea, na kisha akaniambia kwamba ngoja mimi hapa niweze kusipeleka hizo nguo kwa sababu wewe haujala chakula. Mama, kisha kipindi ambacho natoka nje, hapo kifo ndipo kilipoweza basi kumpata. Sasa anasema kwamba kifo chake kilinihuzunisha sana. Kipindi ambacho mtoto huyu wa kike amepandwa na hasira sana, hapo Chairman Jung Priest aliamua kuweza kumkumbatia. Sasa alipomkumbatia akamwambia kwamba jambo ambalo unaenda kulifanya katika siku ya leo hautaenda kujutia tena. Dunia nzima itaenda kugundua kwamba kosa lililokuwa limeweza kufanyika kwa miaka 6 iliyokuwa imeweza kupita, katika siku ya leo aliwezi kurudia tena. Mambo yote yanaenda kubadilika katika siku hii ya leo. Kwa nyumbani sasa bwana mkubwa Yugun akaweza kulala kabisa. Pale akawa anajaribu kuweza kuangalia kwamba kuna message imeweza kuingia pale. Alikuwa ameweza kumtumia pale ni yule mwanasheria. Akaambia kwamba umeweza kuangalia kwa mtandaoni. Basi alipoingia tu hivi mtandaoni akaona kwamba live stream ilikuwa inaendelea. Lengo kuu katika siku ya leo live stream ilikuwa ni kuhusu huyu mwanamke. Walikuwa wamemweka kikaangoni mzee, wanamsema kinoma. Sasa taarifa hizi kipindi ambacho basi anajaribu kuweza kuongea, bwana mkubwa Yugun akawa anaongea na huyu mwanasheria. Sasa mwanasheria anamwambia kwamba tunapaswa twende kuwachukua wale watoto, na katika siku ya leo wanapaswa waweze kusafiri. Sasa watoto hao walikuwa wanapaswa kuelekea wapi? Huyu mwanasheria alikuwa na ndugu yake ambaye alikuwa Canada. Kwa hiyo alikuwa ameweza kumpa connection hii, na kisha akamwambia kwamba tunapaswa twende kuwachukua huko nyumbani au tukutane airport. Sasa huyu bwana mkubwa Yung Pyong aliweza kupigiwa simu, na kisha kipindi ambacho ampigiwa simu akaweza kujumuika nao. Yaani binafsi ni kwamba alikuwa anazidi kuangalia ile live stream. Sasa huku barabarani hali ilikuwa si shwari. Mwanamke huyu alizidi kuchanja mbuga. Alikuwa hana mbili kwenye moja. Sasa live stream kipindi ambacho inaendelea, watu wengi walikuwa wanazidi kutazama, na alipokuwa ameweza kufika katika eneo la traffic light, hapo wanajaribu kuweza kujificha ili watu wasiweze basi kuwatambua. Sasa tunaonyeshwa kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anatoka ndani ya supermarket moja ndogo iliyopo katika eneo la mtaani huko tu. Sasa kipindi ambacho alipokuwa basi anatoka, huyu mtu alikuwa anaitwa Kim Jong Chil. Sasa katika kipindi ambacho basi alipokuwa anatoka nje, alikuwa anajipigia zake pombe tu taratibu, na inaaminika kwamba mtu huyu ndiye alikuwa ameweza kumuua mama yake mzazi Jung, lakini pia alikuwa ni mke wake halali kabisa wa Yugun. Sasa kipindi ambacho anatembea tu hivi, kuna gari lilokuwa pale katika eneo la mbele kitu kidogo, lakini hapo katika lile gari alikuwepo Chairman Jung. Chairman Jung akaanza kumwambia huyu binti kwamba umemwona yule mtu?
Ndio. Binti akasema ndio. Basi ndio yule mtu aliyekuwa ameweza kumuua mama yako mzazi. Na mtu yule, mwanamke huyu akaanza kuambiwa kwamba, je, ushawahi kumuona katika sehemu yoyote? Mtoto huyu hakika anasema kwamba sijawahi kuweza kumuona katika sehemu yoyote ile, hata katika TV sikuweza kumuona, lakini baba alikuwa anamfahamu. Hii inaaminika kwamba mtoto huyu hakiki katika siku ya leo, kama unavyomuona hapa hivi, alikuwa anazidi kumezeshwa sumu, ambayo sumu hii ilikuwa si ya kawaida. Hebu imagine mchungaji anamfundisha mtu kwenda kuua. Sasa akamwambia kwamba, je, upo tayari? Mtoto huyu akasema kwamba nipo tayari. Mtoto wa watu akatoka ndani ya gari akiwa na hasira sana, na kisha akamfuata mtu huyu, na mwisho wa siku akampiga shoti mpaka akaanguka. Gari likaweza kusogea pale. Huku tunaonyeshwa kwamba huko airport huyu mwanasheria ameweza kumfikisha watoto wao wawili pamoja na mama yao katika ile eneo la airport. Mrs. Park alikuwa katika lile eneo, alikuwepo, anajaribu kuweza kuaga watoto wake, anamwambia kwamba mimi nitakuja baada ya siku kadhaa. Baada ya hapo watoto wao waliweza kutolewa nje pamoja na huyu mwanasheria, na gari lile pale liweza kubaki pale nje. Mwanasheria huyu aliwapitisha katika chocho za pale airport. Hakutaka kabisa mtu yote aweze kuwatambua. Walifanya juu chini, wakafika mpaka pale katika eneo basi la kuonyesha zile pasipoti zao, na kisha wakaweza kukubaliwa. Sasa huyu mfanyakazi wa airport akawachukua wale watoto. Kipindi ambacho basi anashuka nao katika lift, kuna mtu mmoja alikuwa kama vile ameweza kuwahisi wale watoto, lakini akaweza kuwapotezea. Wakazama mpaka kwenye ndege, na kisha huko ndani ya ndege huyu mmoja wa kike bana akasema kwamba mimi nasikia mkojo, akapelekwa kwenda kukojoa. Sasa huyu wa kiume akahisi kwamba hili jambo sio la kawaida, akaamua kwenda kumtafuta dada yake. Akamtafuta huku na kule, lakini hakuweza kumpata kwa wakati. Ndipo akaja kumkuta dada yake yupo katika eneo lingine kabisa, akamkokota haraka haraka na kisha akamrudisha kwenye siti. Kwenye siti huku mtoto anasema kwamba mama atakuja lini? Akawa anamuuliza kaka yake Eyung. Eyung pale pale machozi yaliweza kumtoka kabisa. Dada yake hakuweza kutambua kwamba mama haji. Kaka huyu mkubwa alikuwa anafahamu mambo yote yalikuwa yanazidi kuendelea. Huku nje sasa detective alikuwa tayari ameshaweza kufika, na aliweza kumkuta pale mwanamke pale nje, yani mama yao mzazi Mrs. Park, na kisha pale pale wakaanza kupeana taarifa kwamba watoto tayari ameshawapakiza ndani ya ndege. Baada ya muda kidogo ile mama alizidi kulia sana. Inamaanisha kwamba mwanamke huyu alikuwa anajutia kutokuweza kuaga watoto wake, lakini alikuwa anazidi kusema kwamba angalau ningeweza basi kuwakumbatia kwa mara ya mwisho. Sijui nini ambacho kitafuata baada ya hapa. Hasa katika mjengo mmoja kama vile karakana fulani. Basi hapa ambapo tunamuona basi Cha Mang-jung akiwepo pamoja na Jung, mtoto wa detective Yugun. Hasa walikuwa wanajaribu kuweza kuangalia vitu vya mtu huyu. Mtu huyu ambaye anaitwa Kim Jung Chil alikuwa basi ameweza kulazwa pale chini. Shoti ile iliweza kumzimisha, na mtoto huyu wa kike alikuwa anashangaa tu pale. Sasa pale pale huyu mwamba yani Cha Mang-jung hapo akaja na dawa katika kitambaa kimoja, akamkandamiza nayo mtu huyu katika pua yake, na mwisho wa siku mtu huyu akaweza kuzimia. Tukio hili lilikuwa limeweza kumuogopesha sana mtoto huyu wa kike, na kisha hapo tunaonyesha kwamba mtoto huyu wa kike aliambiwa aweze kumsukuma mtu huyu ndani ya hilo kabati. Hii ilikuwa ni mashine ya kuchoma mtu mzee, yani ya kuchoma vile vitu ambavyo ni vya hatari sana, na kisha chairman aliamua kwenda kuwasha hii mashine. Mashine ilikuwa ni ya umeme, ilikuwa inawasha moto huko ndani vibaya sana. Mara ghafla yule mtu kumbe alikuwa hajafa vizuri, aliweza kushtuka kule ndani, akaanza kutapatapa akitamani kuweza kupata msaada, lakini huu ndio ulikuwa mwisho wake mzee. Chairman alikuwa si mtu wa kawaida. Huyu mtu ni mtu wa namna gani? Hasa mtoto wa kike huwezi kuamini, kama vile alikuwa ameweza kupata madhara kidogo ya kichwa, akawa anatabasamu. Yani kama vile ameweza kupata relief kabisa kwamba hichi alichokuwa ameweza kukifanya katika siku ya leo ilikuwa ni kitu cha maana sana katika maisha yake. Lakini hakujua nini ambacho alikuwa amekifanya katika maisha yake katika siku ya leo ni jambo baya sana. Siku sasa iliyokuwa imeweza kufuata, tunaonyeshwa kwamba kuna watu mbalimbali, waandishi wa habari. Tena waandishi wa habari waliweza kufika kabla ya polisi kabisa. Wakaanza kupiga picha katika eneo ambalo kuna vitu kadhaa vilikuwa vimeweza kupatikana pale, vitu vya kwake Kim Jung Chil. Na baada ya hapo, mwili nao ulikuwa umeweza kuungua teke kabisa. Sasa wakati ambao tunaonyeshwa kwamba bwana mkubwa Yugun alipokuwa basi anaingia kazini, alizidi kumpigia mtoto wake, lakini pia alimtumia meseji nyingi sana. Anamuuliza umekula? Vipi imekuaje? Tangu jana hatujawasiliana. Vipi uko salama? Alipokuwa anaingia ndani, basi madetective wenzake wanamwambia kwamba director anakuita. Basi akaenda direct mpaka katika chumba cha kwake director, kiongozi wao huyo. Akasema mpaka pale ndani, na kisha akaambia kwamba amekuja muda mzuri kabisa. Hasa kulikuwa na mwandishi wa habari anaitwa Kim. Mwandishi huyu wa habari alikuwa anajaribu kuweza kutangaza kwamba kuna mtu mmoja ambaye kwa miaka 6 ilikuwa imeweza kupita, alikuwa tayari ameweza kupatikana akiwa amekufa. Na mtu huyu inaaminika kwamba vitu vyake vilivyokuwa pale pembeni na mwili ulikuwa umeweza kupatikana pale pembeni yake ulikuwa umeungua teke.
waliweza kuchukua na polisi wa mtaa huo walikuwa wanajaribu kuweza kufanya uchunguzi. Je, mwili huo ni wa kwake kweli au la? Sasa huyo mtu alikuwa ameweza kufa. Kumbuka kwamba ndo mtu ambaye alikuwa ameweza kufanya mauaji ya mke wake Yugun. Yugun alikuwa anamuuliza pale director, "Vipi? Imekuwa kwaje?" Director anasema kwamba ni kama ulivyokuwa umeweza kusikia. "Je, unaweza kuifuatilia kesi?" Basi Yugun anasema kwamba sijui kama nitaweza kuifuatilia. Yaani sijui. Alijisikia vibaya sana. Sasa hili jambo lilikuwa ni jambo ambalo pia linaweza kumuingiza matatizoni. Yaani kama watu wakisema kwamba yeye ndio mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa na kisasi naye. Sasa hilo jambo kama kweli nilivyokuwa nimeweza kusema hapo awali. Huku live streamers wakaanza basi kufanya matukio yao. Wanasema kwamba mwili ule ulikuwa umeweza kupatikana hapa. Mwenyezi Mungu ameweza kujibu maombi yake. Mungu ni Mungu wa ajabu. Ni Mungu wa kipekee sana. Hakuna kama yeye. Aliua kwa upanga naye atakufa kwa upanga. Sasa akasema kwamba tukio la miaka 6 lilikuwa limeweza kupita, limeweza pia kujibiwa katika siku ya leo. Mtu huyo tayari ameshakufa. Na hili jambo kabla ya kesho tukio la ajabu basi linaloenda kutokea, Mungu amejaribu kuweza kutupa sisi hapa message. Ametuma message kwa wanadamu. Sasa tukio hilo anaongelea basi tukio la kwake Mrs. Park kwamba miungu pamoja na Mungu mwenyewe binafsi atatuma watu wake kuweza kufika katika ulimwengu huu kuja kumchukua mwanamke huyu. Na hao askari sasa ni watu ambao si wa kawaida. Maandalizi yakawa yameshaweza kufanyika, yani vyombo vya habari viko pale, watu mbalimbali mashuhuri. Basi pale tunaonyeshwa kwamba huyu mwanasheria akaamua kwenda kumfuata mteja wake katika chumba chake. Mrs. Park alikuwa analia, hata kula alikuwepo hali. Akamuuliza, "Vipi, unajisikiaje?" Huyu mwanamama alikuwa ni strong kinoma, anasema kwamba mimi nipo vizuri na nitaendelea kuwa vizuri. Lakini hapo mwanasheria akasema kwamba, "Vipi, utaweza kulala katika siku ya leo hapa?" Sasa huyu msaidizi wa kwake Chia Mangjung akasema kwamba atalala hapa na watoto wako hapo nje tayari. Yaani kama vile alikuwa anajaribu kuweza kudakia taarifa pale. Basi huyu mama anasema basi mimi niko sawa, lakini kwa jinsi alivyokuwa anaitikia kweli hayupo sawa. Hata si wenyewe binafsi tunaona. Basi muda na nyakati zilivyokuwa zinazidi kusonga mbele, tunaonyeshwa kwamba huko hivi Mr. Park yule mwanasheria aligundua kwamba basi vyombo vingine vya habari vilikuwa vimeshaanza kubali kwamba vitarusha live streaming. Kweli kuna mashaka kinoma. Hasa basi katika lile eneo watu mbalimbali wako katika lile eneo pale. Yaani watu wanapiga makelele kinoma. Sasa huyu mwamba huko hivi Yugun akaanza kuifuatilia ile taarifa. Akaanza kuwapigia maaskari tofauti nataka kuweza kugundua kwamba je, mtu aliyekuwa ameweza kutangazwa asubuhi kwamba amekufa, je, ni yeye kweli au sio yeye? Sasa pale pia akajaribu kuweza kumpigia mtoto wake. Bado alikuwa hampati. Mara ghafla kundi la watu fulani likaweza kuingia pale ndani. Hawa wanaitwa Arrows Aid. Wakaanza kuwatembezea rungu mzee. Polisi wanakula rungu kinoma. Yaani ghafla tu wameingia pale ndani. Wanasema kwamba ndugu zao walikuwa wameweza kukamatwa, wanapaswa waweze kuachiwa. Hawawezi kupingana na amri ya Mwenyezi Mungu. Bana Yugun alipigana lakini mwisho wa siku akambananisha boya mmoja. Boya anasema kwamba hawezi kupigana na amri ya Mwenyezi Mungu. Basi kwa upande mwingine huku hivi maandalizi tayari yameshaanza kufanyika. Wanasema kwamba kamera itakaa pale, mwanga utakaa pale, tutasubiria hapa kwa masaa. Lakini pia nyakati hizo basi baada ya kamera kuweza kusetiwa, waandishi wa habari wengine wengi walikuwa katika lile eneo. Hapo wakaanza kufika watu wanaitwa the VIP. Hao watu walivyokuwa wanaingia walikuwa wameweza kujifunika usoni mwao na kinyago. Sasa huyu detective alipofika katika lile eneo, yani Yugun alikuwa anauliza kwamba je, yuko wapi Chia Mangjung? Akajibiwa na huyu detective mwenzake Yumpyong, akamwambia kwamba inawezekana labda kuna vitu ambavyo wanaviandaa, labda atakuja. Hapo tayari alikuwa ameshaanza kuandaliwa huyo mwanamke. Muda tayari ulikuwa umeshaanza kuwadia. Saa 9 ndio hii hapa. Sasa akamwambia maaskari wenzake kwamba tunapaswa tu kufanya jambo la aina yoyote kuweza kumlinda huyo mwanamke. Hapaswi kuweza kudhurika katika siku ya leo. Basi bwana, baada ya pale huyo msaidizi wa kwake Chia Mangjung akatoa taarifa kwamba watoto wanapaswa waweze kutoka nje. Basi watu wote wakaanza kutoka nje. Walipotoka tu nje, hata wa maaskari waliweza kutolewa pale ndani. Sasa dakika kwa zimebaki 10 tu. Asa hapo wakaanza kuhesabu. Wakaanza kusema 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, wakimaanisha kwamba saa 9 kamili. Bana huyo mwanamke alitoa macho tu, si tuchoweza kukiona, tuliona tu giza. Bana naam. Tukutane tena katika episode ya 3 katika mtanange huu mzima. Je, mwanamke huyu ameuawa au itakuwaje? Bye bye for now.